Mpenzi mtazamaji, niko na Dorisi wa Huba. Nimekutana na Dorisi Hayati Regency kwa ajili ya kuongea naye masuala ya jukwaa la The Expo. The Expo kama tunavyojua liko mbioni kufanyika jukwaa la wadau wa bima na afya nchini ambalo litafanyika huko Mbagala. Sasa Dorisi ni miongoni mwa wasanii ambao ni kioo cha jamii. Nadhani atatueleza ufahamu wake kuhusiana na hili jukwaa la The Expo. Habari Dorisi? Safi tu, habari yako? Nzuri, za siku nyingi. Umependeza sana sana. Hongera, nimekuona hapa huko Hayati Regency. Unaweza kutueleza kidogo mkuja kufanya nini? Tuko na uzinduzi wa tamthilia yetu mpya inayokwenda kurushwa Azam TV leo saa 1:30. Inaitwa Bakora. Sawa, nashukuru kukuona. Mimi bwana nina jambo langu kuhusiana na jukwaa la The Expo. Maana mimi pamoja na kuwa ni mwandishi wa habari lakini pia ni msimamizi wa media pale The Expo. Kuna TV yetu inaitwa The Expo. Kabla ya yote naomba nijitambulishe kwa wananchi. Naitwa Hamida Hassan. Watu wengi wamezoea kuniona kwenye Sheko TV lakini kwa sasa nitaongelea jukwaa la The Expo. Sijui umewahi kusikia jukwaa hili la The Expo? Ya, nimewahi kusikia kwa sababu ni jukwaa ambalo limefanya matangazo na mimi ni mmoja kati ya watu ambao nimefanikiwa kuyasikia matangazo hayo na nikataka kujua kiundani wanafanya nini. Jukwaa la The Expo limeandaliwa maalum kwa ajili ya kutoa elimu kwa wananchi wote na litakuwepo kwa muda wa siku 5 pale Mbagala za KM. Litaanza tarehe 20 mpaka tarehe 24. Kikubwa zaidi ni kutoa elimu ya bima na afya. Kutakuwa kuna vipimo vya awali kwa ajili ya magonjwa yasiokuwa ya kuambukiza kama presha, sukari na mengineyo. Pia watu watapata huduma mbalimbali kutoka kwa watoa huduma. Kwa hiyo kwa hilo tu nadhani umeshaelewa The Expo ni kwa ajili ya nini. Nimeelewa na nataka moja kwa moja niwapongeze waandaaji wa jukwaa la Expo kwa sababu kiukweli jambo alilolifanya sio tu dogo. Sio tu kwamba ni jambo kubwa wamelifanya na linakwenda kusaidia jamii, bali wanakwenda kuokoa maisha ya Tanzania wengi. So niwapongeze sana kwa hilo. Kwangu mimi hilo ni jambo kubwa sana. Hivi waandaaji wa jukwaa la The Expo wakikualika Dorisi pale kwenye jukwaa, unaweza ukaja kuwatembelea na ukawaona? Na je, una bima wewe? Kwa sababu pale kutakuwa kuna huduma zote na kutakuwa kuna elimu. Kwa nini wewe uwe na bima ya afya? Una bima ya afya wewe? Bima ya afya ninayo, lakini nahisi itakuwa imeexpire kwa sababu sijaitumia muda mrefu. Lakini hii kwangu mimi ni fursa kwa sababu kuanzia tarehe 20 nitakapotembelea pale Mbagala ambapo watakuwa wanafanya shughuli zao, naamini nitaweza moja kwa moja kukata bima yangu na mimi. Na nitapata kujua pia elimu ya bima na namna gani ya renew kabla haijaisha muda wake, kwa sababu nikiwa kama mwigizaji ama nikiwa kama mama ninaona gharama za hospitali zilivyokuwa kubwa. Kwangu hii mimi siwezi kuchukulia poa, nitachukulia kama fursa kwa sababu ninaujua umuhimu wa bima. Bima ni watu wengi wanachukulia kama ni luxury, lakini bima sio luxury. Bima ni wajibu. Kwa sababu kuna wakati matatizo yanatokea, haujajiandaa, haujajipanga, ukiwa na bima unakuwa na backup. Lakini pia tunajua kabisa kwamba gharama za matibabu ni kubwa sana. Gharama za matibabu zimekuwa ni za juu kutokana na mlipuko wa magonjwa yanayoendelea kulipuka kwenye jamii yetu. Kwa hivyo ukiwa na bima sio kwamba wewe ni tajiri, bali unajiandaa in case of anything, unakuwa tayari uko vizuri, kwa sababu kuna wakati unaweza kuwa hauna pesa ndani, lakini ukiwa na bima unakuwa na uhakika wa maisha. Kwa hiyo mimi ninaelewa umuhimu wa bima na nina uhakika tarehe 20 nitakuwa Mbagala kushirikiana na The Expo kwa ajili ya kuelimisha jamii kuhusiana na bima. Kwa hiyo unawaambiaje watu wanaokuangalia kwa sasa kuhusiana na hilo jukwaa la The Expo? Unajua kwa Tanzania jukwaa la The Expo ndo la kwanza. Watu wa bima wanakuaga na siku zao mbalimbali za kusherehekea siku ya bima, lakini hili jukwaa litakuwa lina mambo mengi sana na litaibua vitu vingi, litaibua mijadala mingi. Wewe kama msanii unawaambiaje Watanzania ambao wako nyumbani waje kufanya nini pale? Hakuna kitu kizuri kama kuwa na elimu na kitu ambacho unakwenda kufanya. Watanzania wengi hawana elimu juu ya bima na Watanzania wengi wanafikiri bima ni kitu ambacho kinawafaa matajiri tu. Mimi kama mjasiriamali, kama mama, kama mwigizaji, ninawashauri ama ninawapa wito nyinyi wa Tanzania
kuweza kushiriki kwenye jukwaa la Expo, kwa sababu jambo ambalo linakwenda kuongelewa pale ni jambo ambalo linaenda kutupa uhakikisho wa maisha yetu. Kuna bima nyingi za ajali, za magari, za maisha, vifo, elimu, shule. Bima ziko nyingi na kiukweli bima zimekuwa zikisaidia sana. Tunaona jinsi wazee wanavyopata misaada. Tunaona jinsi gani bima ambavyo zinasaidia kutokana na gharama za matibabu. So, ni wito wangu kwenu nyinyi wa Tanzania wenzangu. Tuje wote tushiriki kwa pamoja kikamilifu. Tuweze kupata elimu ya bima, tujue namna gani ya kwamba kila Mtanzania anapaswa kuwa na bima. Tunakwenda kuwa na kizazi ambacho kimeelimika kutokana na utandawazi. Sio kwamba ifike wakati wasanii tuache kuomba misaada kwenye media tukipata matatizo. Wasanii tuache kuomba misaada tukiumwa. Bima yako ndio iwe uhakikisho wa maisha yako. Kwa hiyo mimi naahidi nitakuwepo tarehe 20 kwenye jukwaa la Expo, nitapata elimu zaidi na nitakata bima yangu pale. Na wewe nakushauri usikose pia, kwa sababu bima ni kwa ajili ya maisha yetu ya sasa na baadaye. Asante Doris, najua una haraka, unaweza ukaenda. The Expo, Tanzania Health and Insurance Expo.